nikamuuliza njia tukaopitia, akaniambia mimi sitaenda nawe. Akaniambia utapitia ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tukawa kwenye msafara wa watu 18 kwenda sehemu ambayo tutakujui. Na tukiwa tunaamini sehemu tunayoenda kila mtu kuna kitu atakipata kwa sababu ndio sehemu ambayo inasemekana kuna nguvu zaidi. Na tulijifunza kwanza kabla hujaenda kule. Tukaambiwa mkienda kule hakuna kula chakula cha aina yoyote. Kwa mtakuwa mmefunga. Lakini pia hakuna kufanya tendo la ngono. Yaani tukawa tumeelekezwa vitu vyote ambavyo tukienda kule tutavikuta, lakini haturuhusiwi kufanya nini? Hata kama tutapewa haturuhusiwi kufanya. Kwa safari ilipokuja kuanza tukaondoka, ilikuwa ni Jumatatu hiyo siku nakumbuka. Na katikati yetu yule aliyekuwa anatuzidi umri wote ndo akapewa kuwa kiongozi, kwamba yeye ndo atatuongoza kufika kule. Alipotuongoza mpaka pale ziwani tukakuta wanawake uchi wanaoga, ila tuliambiwa tusishangae jambo lolote ya. Ilipokuwa vile tumekaa pale kusubiri usafiri kama nusu saa, tukasikia kwa mbali kama pembe fulani linapigwa ile. Linapulizwa, yani kwa mbali sana. Kwa hiyo tukasubiri. Yaani sauti ikaribia kama kwenye maji ya kiunoni kwenda kwenye magoti. Ndipo joka kubwa likatokezea mle kwenye maji. Sasa yule mzee tuliokuwa naye pale akaanza kurudi nyuma. Akatwambia inaonekana sehemu tunaoenda ni sehemu hatari kuliko ambavyo tulikotoka. Kwa sababu mimi nilikuwa na kiu. Mmoja wetu akamnyakua vile vitu ambavyo kwa amepewa kwamba kama usafiri. Alikuwa amepewa ilizi na unga wa ulezi na senti 5 ile ya zamani, kwamba akivitupia mle ndani ya ule mdomo wa yule nyoka tutaingia mle ndani. Kuna kweli yule jamaa akatupia mle ndani, nyoka kapanua mdomo, tuka tumeingia wote. Kwa safari ya kwenda sehemu tusiyojua utikaanza. Kwa hiyo nyoka alikimbia mle kwenye maji kama masaa 6 ndio tukafika eneo la tukio, sehemu ambapo maji yamejikata, yani yamepanda huku na huku. Alafu kuna jumba kubwa liko pale. Ndio tukawa tumefika. Tulipofika wakatupokea watoto wadogo tu. Kila mtu akamsalimia kwa lugha yake. Kama wewe ni Msukuma, kama wewe ni Mkuria, kila mtu akasalimiwa kwa lugha yake. Nani aliyekuleta hapa na nani amekuelekeza. Na tuliambiwa tutakaa siku 3 tu. Kwa hiyo tulipofika tukapokelewa na sheti la kwanza, unafika pale unavua nguo zako zote. Unabaki kama ulivyozaliwa, halafu unapewa nguo zingine. Tukapewa nguo zingine tukaenda kusujudu sehemu ambapo wao wanaita ni kiti cha enzi. Tulipofika pale tukasujudu tukamaliza, tukapokelewa na wanawake ambao wanakuonyesha sehemu pa kulala kwenye room. Tulipoonyeshwa room penyewe kuna majuka makubwa yamelala mle ndani, yani kile ndio kitanda. Na tukaitwa kwenda kula. Kwa hiyo tulikuwa tumeshaambiwa kumsile, tukakataa kula. Tukapelekwa kwenye pombe tukunywa, tukaeni kila aina ya kinywaji ambacho unahitaji kule kipo. Na zilipokuja kutimia zile siku 3, katikati yetu kama wamefariki watu wawili ambao walienda kinyume na masharti yale ya kule. Kwa hiyo tukabaki watu 16. Kwenye kubaki watu 16 vile tukawa tumekaribishwa sasa. Tukaambiwa tuende tukabatizwe ili tuweze kumuona Mungu. Sasa ule ubatizo kidogo ulikuwa ni wa ajabu kidogo. Ulikuwa unapita kwenye yani kama bwawa fulani wamechimba, lakini katikati yake unawaka moto. Kwa hiyo unasonga, unairudi nyuma, biashara yako imeishia. Kwa kwenye hiyo njia tukafanikiwa kupita watu 10. Kwa tukawa watu 6 tena wakabaki nyuma. Kwa wameondoka. Tulipokuja kumaliza vile tukaambiwa kuanzia leo nyinyi mnakwenda duniani hakuna cha risasi. Na wala hakuna chochote ambacho kinaweza kuzuru. Kwa ile jinsi ambavyo nimekuja nikakaa vile tukarudishwa sasa. Kwamba tunarudi kwenye hii dunia ya kawaida. Tulipokuja kurudi, wazo lililokuwepo ambalo lilikuja kuharibu taswira yote ya maisha yangu ni kutafuta uadui na babangu. Nilipokuja kurudi, babangu akawa ananiagiza vitu. Mwisho wa siku target yangu nikaanza kuwashawishi watu ambao walikuwa wanashirikiana nao ili kuleta mageuzi na kuondoa kwenye ile nafasi. Na nilivaje nikafanikiwa kushawishi baadhi ya watu ambao tuliingia nao tukaenda kupigana na mzee wangu mchawi. Sasa sio kwamba kupigana kwa damu na nyama, lakini nilishindwa, nikawa nimefeli. Na toka kufeli kwangu huko nikawa nimekamatwa. Na kama kwangu nikanyang'anya kila kitu ambacho nilikuwa nacho. Yaani zile nguvu, kipawa ambazo nilikuwa nazo, vitu ambavyo nilikuwa navitumia, ambavyo nilikuwa nimekabidhiwa kule, nikawa nimenyang'anya. Na toka siku hiyo kurasa ya maisha yangu ikabadilika, sababu nikawa mfungwa. Na ufungwa wangu nikatumia kwenye chumba ambacho nilikuwa nawekwa, kuna majoka makubwa yani yanakuingilia. Yanapokuwa yanakuingia ni kama unafanya tendo la ndoa. Alafu mzee wangu alikuwa anakuja anachukua zile mbegu zile ambazo zimetoka ni shawa naita anaondoka nazo. Na ni maumivu makali sana ambayo nilikuwa nikiyapitia. Kwa hiyo kama kifungu, kama nikakaa mle ndani kama miaka 4.
nikiwa ndio mle ndani na mateso makubwa sana ambayo nilikuwa nikiyapokea. Na nilipokuja kutolewa kifungoni, maana yake nikaishi chini ya baba, akawa ananipeleka kwenda kuchunga ng'ombe zake porini huko. Muda huo nikiwa natafuta suluhisho sasa kwamba itakuwaje ili niweze ku at least kuondoka pale nyumbani. Mwisho wa siku nilipokuja kujaribu kutoroka siku ya kwanza, nikawa nimedondoka. Nikadondokea maeneo ya Sengerema. Na ulikuwa unaelekea wapi? Ilikuwa mwaka gani pia? Hiyo ilikuwa ni 2017 hivi. Kwanza kifungo ulianza mwaka gani? Kifungo kilianza 2012 na 13. Nikawa nimo mle ndani bila kutoka. Nyumbani wananiona nipo, lakini na mle ndani nimo, lakini nafsi yangu ndio ilikuwa iko ndani, yani ndio nateseka huko. Kama jinsi ambavyo nimekuonyesha mara kwanza, jinsi ambavyo unakuwa kuja una chanjo chale, yani unachana tu na viwembe bila sababu yoyote. Nilipotoroka vile nikawa nimedondoka. Sasa sehemu nilodondokea ilikuwa ni karibu, wakawa wamempigia simu kwamba hapo tumemwona. Akaja akanichukua. Kwa hiyo ukichukuliwa unakutana na kipondo kweli kweli. Lakini mwisho wa siku nikaamua tena kuvumilia, kuendelea kuishi. Nilipokuwa nikikua vile nikajaribu kuwasogelea ndugu ambao ni upande wa baba sasa. Wakawa wanatukataa kwa sababu wakasema wametutenga, yani wale ndugu wametutenga sisi kwa sababu ya mzee, mambo ya nini? Ya ushirikina yao. Kwa hiyo nilipokuja kukaa vile nimekaa naye kila nikijaribu kutoroka zote unafeli njiani. Na kutoroka kote ilikuwa ni kujaribu kumtafuta mama, kwa sababu yeye ndo anaweza kuwa kawa na suluhisho mimi kuishi ili niache kutanga. Kulikuwa kuna vitu gani vinakutokea njiani? Sawa, hebu tusimulie pengine ni vitu gani hivyo vilivyokuwa vinakutokea wakati ukiwa unajaribu kutoroka na kujikuta unaanguka, ni vitu gani? Unapokuwa nikijaribu kutoroka na kuna vitu ambavyo vinakuangusha, yani unaona giza mbele. Ukishaona giza unaona kama kuna kitu mtu amekumiminia mdomoni. Kisha kumiminia hivyo nguvu zote zinaisha, baadaye unasikia tumbo kama kuna vitu vinazunguka sana kwa maumivu makali. Baadaye ndio unakuja unaanguka, unatapika vitu vya ajabu ajabu. Na huyo mtu anayekumiminia unakuwa unamtambua ama? Hapana, unakuwa umtambui, anakuwa amejifunika, afu hapa katikati kuna jicho moja ndio lipo katikati ya uso wake. Sawa, tuendelee. Na unapokuwa umeanguka vile, wakishampa taarifa anakuja na kuchukua kurudisha nyumbani. Kwa tumeendelea hivyo, mwisho wa siku ndo kuna tukio ambalo likaja likanikuta la kukatakatwa viwembe tu. Yani nilikuwa niko nachunga, nikajikuta ni viwembe tu vinanikata, lakini mtu anayekukata au muone, yani unakuwa damu zinatiririka tu, yani zinatiririka tu. Zikisha tiririka hivyo unakuja unakuta tu mwili kama umefutwa, sio damu zionekane zinapoenda. Na baada ya siku nikawa nimeona kawaida tu, nikaanza kuishi na kuvumilia yote ambayo ninapitia, lakini moyoni nikitafuta njia ambayo itaweza kunifikisha nyumbani, kwa sababu hata yani mimi ndugu zangu wananichukulia mimi mbaya kwa mambo ambayo nimefanya huko nyuma, ambayo nilifundishwa na baba na ndugu upande wa mama, yani hamna mtu ambaye ananihitaji mimi. Kwa hiyo issue kubwa ndio kawa ni kutafuta sasa kwamba mama anampataje, na hata kama atakuja kuona video hii ajue mtoto wake na kutafuta na anamhitaji sana kwenye maisha yangu. Mama yuko wapi? Mama tulifika kwake ilikuwa ni 2016 kwenye msiba wa bibi yangu kizaa mama yangu mzazi. Ila hatukufanikiwa kufika pale nyumbani kwa sababu tulirudishiwa njiani. Yaani walipotuona tunafika na gari lake wakaturudisha kwa sababu yani wamemzuia asifike pale nyumbani. Kwa hiyo nilishia njiani. Hata sura yake sikuinani vizuri. Faridi kwamba kati ya wale walikuwa wamepangana ni yupi. Yupo mkoa gani yani mama? Ama yuko maeneo gani? Maeneo ni Rufiji. Okay. Sawa. Nikurudishe nyuma kidogo kabla tujaenda mbele zaidi. Unasema kwamba ulipitia yale mafunzo yote ambayo ulipelekwa na mzee na ukahitimu na ukaamua kwenda kwenye mafunzo mengine ambayo yalikuwa ni magumu zaidi. Baada ya mafunzo umeshafanya matukio ya aina gani mpaka ukaamua sasa kusema niondoke? Ulifanya matukio ya aina gani ambayo kiukweli hata mtu akiwa anatazama sasa hivi na akisikia unachokizungumza anasema kweli walifanya 1 2 3? Matukio ya kufanya ni wanaweza wakapagizwa na kutengeneza labda ajali barabarani, kwa kuwa wanakuwa kuna chungu kule kunakuwa kinahitaji damu. Yani unakuta kwa mfano kwenye ile gambush wanaita kuna sehemu kuna chungu kimewekwa, kile chungu kinahitaji damu ili yale mapepo yaweze
kufurahi na kuwatengenezea njia ili nyinyi muendelee kuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo wanakuchukua vile wanakupeleka ili utengeneze nini ajali ni barabarani huko. Kwa wanakuwa wanakutumia kwa njia kama hiyo. Matukio yapo mengi ambayo nimefanya. Tofauti na ajali peke yake? Tofauti na ajali labda kualimisha watu na kuachukua watu naenda wanafanya kazi kwenye mashamba ya mzee. Na vitu kama hivyo. Yako mengi ambayo mengine kidogo sio ya kuyaongea kwenye nani. Okay. Sawa. Mwanza mpaka hapa ulipo umefikaje? Natamani kufahamu umefikaje na mpaka sisi tunakuja kuonana na wewe hali ilikuwaje? Mwanza kabla sijafika Mwanza nilikuwa nishatengeneza process za mimi kutoroka babangu. Na nilimuibia ng'ombe mmoja nikawa nimemuuza ili kutafuta nini nauli. Ile ng'ombe nilimuuza ilikuwa ni wale tunaitaga ndama, ni ng'ombe ambao bado ni mdogo. Nilimuuza kwa bei ya hasara kama 78,000 hivi. Na nikipiga hesabu kwamba nikifika Mwanza hii 70,000 itanifikisha sehemu ambapo mimi nafanyaje ambao naenda. Kwa hiyo nikampata mteja nikawa nimeuza. Ile nimeuza nilipanda gari la jioni sana. Kutokea Bariadi sasa? Hapana, kutokea Geita. Bariadi ni nyumbani lakini kule Geita ni ng'ombe ambao wanaishi tunaita Rubaga, yani sehemu ambapo ng'ombe wanaishi polini huko. Kwa hiyo nikawa nimepata hiyo nauli ndio nikawa kuna mchungaji ambaye ni wa Kirundi nikawa nimemwambia mimi nisubiri nakuja. Nilikuwa nishamuuza tayari yule ndama wakati wao wameenda kukusanya wale ng'ombe wengine ndio waje pale Rubaga. Nikawa nimekata tiketi na nikawa nimepanda. Nilipopanda nikashushiwa huko Nyegezi kule. Niliposhushiwa Nyegezi nikawa sina pale sasa kwamba namna ya kumove ikawa ngumu kwa sababu kuna watu ambao kama walikuwa wananishakia kunifuatafuata nyuma. Yaani mimi ndo nikaamua kupanda gari. Nikaambia nikasikia tu gari wanasema Kisesa sijui. Nikasema niende kwanza huko ili kuchana na wale kwa sababu kuna movement za watu wakinifuata nyuma. Na kuna ishara ambazo unaziona yani kwamba mimi yani kwa mfano kama mchawi mimi nikipita mbele namjua kabisa yule ni mchawi na huyu sio mchawi. Sasa nikawa nawaona vile kwa hiyo nikabidi nipande gari sasa kutoka kule kwamba naenda sehemu na kwenda tasipajui. Kwa hiyo nilipokuja kufika maeneo huku siwa anaita National Steel huko. Nikani wamesimama gari kwamba watu wanashuka mimi nikashukia hapo. Kushukia pale kwa sababu tayari tumbo nishaanza kuniuma kuna mtu aliingia mle ile kuingia mle kama amehesabu vidole vyake kama amesondeshea hivi. Kwa kama kuna vitu yani unamwagiwa kichwani sio tena mdomoni kichwani. Umo kwenye gari. Kwa mimi ndo nikawa nimejiongeza nikawa nimeshuka. Ile kushuka ndo nikasikia tumbo linauma sana. Kwa hiyo nikawa nimelala sehemu nyingi. Kwa mwisho wa siku nikakuta nauli nishapigwa hata sijui alionichukulia nauli nani. Mwisho wa siku nimejivuta nikaja mpaka eneo ambalo sijui. Nikaja kufika maeneo haya kama naenda hivi. Ndio hali kidogo ikawa tete sana ndo dondoka bali sasa tumbo yani ile tumbo kama ninasokota yani kama kuna chuma kimewekwa afu kinapekechwa hivi. Kwa hiyo nikawa nishajua hii ni dalili ambayo inanifanya nirudi kule kwa baba. Kwa hiyo nikawa nimedondoka. Kwenye kudondoka hivyo nimeishiwa nguvu. Ndio kuna mtu ambaye alikuja akanichukua sasa. Alipokuja kunichukua ndio nikawa nishatapikia vitu nitapika unakuwa unaviona. Ndio baadaye wakaja wakanisaidia bodaboda kanipeleka hospitalini. Okay. Na mpaka sasa hivi hali yako ikoje? Hali sasa hivi kifua hapa katikati ndo nauma sana hapa. Hiyo inatokea kwa sababu yani ukitapika hiyo vitu hapa panakuwa panauma ya. Okay. Na hapa ulipopumzika kwa sasa hivi ikifika labda mida ya usiku hautamani hata au ile hali ya kutamani kutoka labda uende ukafanye tukio la aina hiyo haikutokei? Hainitokei kwa sababu sina hivyo vitu. Isipokuwa ndoto za ajabu zenyewe unaziona na kuna vitu ambavyo unaviona ila sasa uwezo kumueleza sehemu tuhusike kwamba kuna kitu hiki hapa nimekiona. Wanaona kutisha yani ile kutisha urudi nyumbani. Kwa mfano ilikuwa jana ile kucha ndo leo. Kuna mtu nilikutana naye hapo. Ni mama tu. Ananiambia nakufahamu. Nikamwambia mimi sikufahamu. Akawa ameniambia nakufahamu. Na kweli ananifahamu kwa sababu kanitajia mpaka majina yangu na sehemu ambapo natoka na vitu ambavyo nishi kufanya huko nyuma. Kwa wanifuatilia baada sio kwamba eti wameacha. Ulimwepuka vipi huyo mama au ilibidi tu? Nilimpotezea tu lakini anajua nakaa. Okay. Sawa. Na wakati umekutana na huyo msamaria mwema akakupeleka mpaka hospitali, kilitokea kitu cha aina gani? Yaani hali gani ambayo ilimshawishi mpaka yeye akasema huyu unatakiwa nimpeleke hospitali? Hapo sasa ilikuwa ngumu kwangu sababu kwa siwezi kuongea. Yaani kukuta ile tukio huwezi kaongea kitu chochote. Unakuwa mtu anaongea yaani utasikia kwa mbali mwisho wa siku inakata kabisa ile ya kumsikia mtu ile kwamba uongee wewe unakuwa huwezi. Okay. Sawa.
Kitu gani ambacho unataka kifanyike sasa ili pengine ukutane na mama, au kuna issue gani ambayo ulikuwa unahitaji mpaka sasa hivi tunavyozungumza kwa pamoja? Yani issue ambayo nilikuwa nahitaji ni msaada ambao jinsi ambavyo naweza nikakutana na mama yangu mzazi ili nipate makazi, kwa sababu sina makazi, niko na tanga. Sababu issue ya nauli sina tena, kwa sababu nauli ilibiwa hivyo jinsi ambavyo nilikuwa nimedondoka. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa wale wa Samaria Wema, hata serikali kama inaweza kanisaidia nikafika sehemu ambayo mimi nahitaji kwenda, kwa sababu nahitaji pia kuendeleza masomo, kwa sababu nilisha kidato cha 5. Na unahitaji kuendeleza masomo kwenye upande gani? Yaani chuo au ikitokea chuo au kuendelea na advance, hiyo vyote, yani kwa sababu sina njia nyingine ya kufanya tofauti na kuomba msaada, kwa sababu ukifika kuomba msaada maana yake yani amekushinda wewe ambaye unaweza ukayakontrol. Kwa ndo maana nilikuwa naomba msaada huo, lakini la kwanza kabisa ni kukutana na mama, kwa sababu hakuna mtu ambaye hapendi kukutana na mama yake. Sawa. Na kwa hapa sasa hivi unaishije? Kwa hapa sasa hivi nalipiwa na huyu bodaboda ambaye amekuja hapa na niokota mara kwanza kama Msamaria Mwema. Alinilipia, maana yake siku aliyolipa zimeisha leo, kwa inabidi tena leo nilipe ili nipate pa kulala tena, na yeye ndo analipa chakula. Yani ni hoteli au ni ananilipia mgahaani. Okay. Sawa. Na mama anaitwa nani? Anaitwa Esther Kadogosa. Esther Kadogosa. Yeah. Na ukimwona utamkumbuka au itakuwaje? Namkumbuka sababu nishai kuona sana picha zake pale nyumbani. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.